Rais William Samoei Ruto wa nchini Kenya ameomba msamaha wa Tanzania kutokana na matukio kadha wa kadha yaliyotokea katika wiki za hivi karibuni. Rais huyo akizungumza katika siku ya maombi maalum ya kuliombea taifa la Kenya leo Mei 28 mwaka 2025 amesema, nimesimama hapa kuambia kwamba nina uhakika na kesho bora ya Kenya na sina wasiwasi, najiamini kwamba Kenya ni nchi iliyobarikiwa na kesho ya Kenya haijalishi kitu gani kimetokea itakuwa nzuri. Majirani zetu kutoka Tanzania, kama kuna kitu tumewakosea kwa namna yoyote mtusamehe. Rafiki zetu wa Uganda, kama kuna kitu tumewafanya ambacho hakipo sawa tunaomba radhi. Kwa watoto wetu ikiwemo wa Gen Z, kama kuna hatua zozote mpya ambazo mmefanyiwa tunaomba radhi. Kwa majirani zetu, kama kuna hatua yoyote tumefanya mtusamehe. Tunataka kujenga ushirikiano ambao utaifanya nchi yetu kuwa bora, anasema rais huyu wa Kenya William Samoei Ruto. Ruto ameomba radhi wakati huu ambapo kumekuwa na malumbano makubwa mitandaoni kati ya Wakenya na Watanzania tangu mwanaharakati Martha Karua na wenzake waliporejeshwa nchini kwao baada ya kuwasili Tanzania kufuatilia kesi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo malumbano hayo yameshika kasi zaidi baada ya wabunge la nchi zote mbili kutoa maoni yao tofauti kuhusu kinachoendelea. Mitandaoni kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, upande wa Wakenya wakiona kwamba jambo ambalo limefanywa na Watanzania ni jambo ambalo halikuwa la haki, huku Watanzania wakiona kwamba kile ambacho kimefanywa na serikali yao ni jambo zuri na linafaa kufanywa ili tu kuhakikisha Tanzania inakuwa na amani wakati wote. Na moja kati ya mambo ambayo wanayaona ni kwamba huenda Wakenya walikuwa na mpango kwa ajili ya kuharibu amani ya Watanzania. Hilo ndilo ambalo linajiri wakati huu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikupa yote ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.